Naomba nitumie nafasi hii adimu kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema, kwa kutuwezesha kupita salama katika uchaguzi mkuu ambao tuliufanya mwezi uliopita. Lakini pia niwapongeze sana waheshimiwa madiwani. Tuliingia hapa mkiwa mnafanana na mimi, lakini wenzangu mmeshaingia katika mavazi rasmi ya kazi, mmependeza kwenye majoho. Hongereni sana. Mmeingia kwenye mfumo. Kwa kweli mnapendeza, na katika hili niwapongeze kwa solidarity ambayo tumeionyesha, ya kuonyesha confidence tulionayo kwa viongozi wetu wapya, Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa halmashauri kaka Longino na mzee wangu makamu mwenyekiti mzee wetu Kobushoke, kwa kuwapa kura kwa 100% kila mmoja wetu. Naomba tujipongeze. Niwapongeze sana mwenyekiti wetu wa halmashauri kaka Longino kwa imani hii kubwa ya waheshimiwa madiwani. Tumekuchagua kwa 100% tukiwa na imani na wewe. Lakini vile vile nitumie nafasi hii kwa unyenyekevu mkubwa kuwashukuru sana wananchi wa wilaya yetu ya Karagwe kwa imani kubwa ambayo wameonyesha kwa chama chetu cha Mapinduzi, kwa kutupa ushindi wa kishindo na wa kihistoria katika uchaguzi ambapo rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan alipata ushindi wa kishindo. Mimi kwa niaba yake naomba niwashukuru sana wana Karagwe kwa upendo na imani kubwa kwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ushindi wa kishindo ambao tulimpatia. Na nishukuru mimi mwenyewe kijana wenu, niwashukuru sana wana Karagwe kwa kuendelea kuniamini. Hata mimi mlinipa kura za kishindo, sijawahi kuzipata maishani mwangu. Naomba niwashukuru sana wana Karagwe. Lakini katika shukrani zangu niwashukuru wana Karagwe kwa kuwachagua madiwani wetu wa Chama cha Mapinduzi, na kama ambavyo mnafuatilia kupitia vyombo vya habari vilivyoko hapa, mnaona baraza la madiwani hili jipya limeanza kwa kasi kubwa. Mmesikia hoja ambazo waheshimiwa madiwani walikuwa wanahoji. Hivi ndivyo tunatakiwa kufanya waheshimiwa madiwani. Hongereni sana kwa kuaminiwa na wana Karagwe. Usiposhukuru kwa kidogo hata kikubwa uweze ukashukuru. Kwa hiyo niliona katika mtiririko huo niweze kutoa shukrani zangu, lakini kipekee naomba nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi kijana wenu toka Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa madarakani, kwa niaba yenu amenipa heshima ya kipekee sana kwa nafasi mbalimbali ambazo aliniamini. Ni wengi walikuwa na sifa ya kuwa na nafasi hizo, lakini akasema kijana wenu mwana Karagwe niweze kumsaidia katika majukumu mbalimbali. Naomba nimshukuru sana na niwatie moyo waheshimiwa madiwani na wana Karagwe. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan bado ana imani na upendo mkubwa kwa wilaya yetu ya Karagwe. Kwenye utumishi wa umma wengi wana sifa, na kutumishi ni privilege, na katika hili ni mwahidi Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, nchi yetu ni kubwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi wote tumejipanga kuitekeleza kwa kushirikiana. Kwa hata katika nafasi hii ya uwakilishi kama mbunge, bado nina nafasi kubwa ya kumsaidia rais wetu kama mbunge bungeni, lakini kumsaidia rais wetu kama mbunge ambaye nina jimbo lenye mahitaji na changamoto nyingi. Kwa hiyo nimshukuru Mheshimiwa Rais amenipa fursa ya kuweza kushikamana na nyinyi waheshimiwa madiwani kuhakikisha tunasimamia maendeleo kwenye kata zetu 23. Mimi nikishirikiana na nyinyi waheshimiwa madiwani, msione tumepungukiwa chochote. Niwahakikishie milango ambayo nilipata fursa ya kufunguliwa wakati Mheshimiwa Rais nikimsaidia katika majukumu mbalimbali, hizo network mawasiliano tutayatumia kuhakikisha Karagwe yetu tunaendelea kuipanga. Kwa namshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu kwa imani yake hiyo,
na tumwahidi tutaendelea kumpa ushirikiano kujenga nchi yetu na kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa miaka 5 ijayo. Kipindi hiki ambacho nimepata muda wa ziada, mimi niwahakishie Wanakaragwe, kazi hii niliomba kutoka kwenu, mkaniamini na muendelea kuniamini. Nitatumia muda huu, hata kama ni kutembea kwa miguu, hata kama ni kwa njia yote ile, tutafika kote mliko, kwenye vitongoji, kwenye vijiji, kuhakikisha tunasimamia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Waheshimiwa madiwani, hata vitendea kazi tumejipanga. Kwanza nimshukuru na nimpongeze katibu wangu wa Mbunge, ndugu yangu Ivo Ndisanye, kwa namna ambavyo ameendelea kunisaidia na nimemfanyia wepesi katika majukumu. Tumenunua pickup 2 ili kuongezea kwenye ile Karina ambayo ilitrendi wakati wa uchaguzi. Sasa kuna hiyo Karina, kuna pickup 2 kwa ajili ya kuboresha utoaji huduma kwa wananchi. Moja tutaipeleka ukanda wa Nyaishozi na kuwa na ofisi ndogo ya mbunge pale Rwambaizi, na nyingine tutaipeleka upande wa Nyaishozi na kuwa na ofisi ndogo pale Nyaishozi ili kuboresha huduma kwa wananchi wetu. Na kupitia baraza hili, ndugu yangu, naomba uendelee kunisaidia kwa mara nyingine kama katibu wa Mbunge. Umekubali ndugu yangu? Asante sana.